Kama ambavyo ilivyo ada, miaka yetu mitano ya mwisho wa demokrasia yetu, maana yake ni kwamba tumerudi tena kwa wananchi ili watumie haki yao ya kidemokrasia kuona kiongozi wanayemtaka. Kwa hiyo nafurahi kwamba miaka yangu mitano nimeimaliza vizuri, na ndio maana nimekuja tena kwa ajili ya kuchukua fomu na naamini kwa sababu wananchi bado wananihitaji kwa utumishi niliowatumikia. Kwa hiyo sina shaka kwamba naamini wataendelea kunichagua kwa sababu bado wanayo imani kubwa nami. Kipindi hiki nina kazi mbili tu kubwa. Kwanza ni kuendelea kuboresha yale mafanikio ambayo tumefanikiwa hasa ya huduma za jamii katika nyanja zote, maana maendeleo kila siku mahitaji yapo, na hii ni kutokana na idadi ya watu, kutokana na ongezeko la idadi ya watu. Kwa hiyo mbali na hiyo, kazi kubwa ambayo nilionayo ni uchumi wa watu wa Msoma, kwa maana kwamba unajua Msoma ni mji ambao uko pembezoni. Kwa hiyo uchumi wake sasa lazima muwe na mkakati maalum wa kukuza. Yaani hamwezi tu ukakuzwa na hali ya masoko, lazima tuweke mikakati ya kuona namna ya kukuza mji huu. Kwa hiyo katika awamu hii mipango yangu miwili ndio hiyo, kuendeleza yale yote ambayo tumeyafanikisha, lakini na kuona namna bora zaidi ya kukuza uchumi wa watu wa Msoma, hasa uchumi wa mtu mmoja mmoja. Kwa ajili ya unajua ni hivi kwa vijana, kama nilivyosema, ndio maana nikaweka yale majumuisho ya uchumi. Leo idadi kubwa sana ya vijana wanamaliza vyuo au wako tayari wanaingia kwenye soko la ajira, lakini ni kwamba kwa sababu hao vijana wanaingia kwenye soko la ajira, vijana wengi ndio maana unawaangalia huko mtaani wanacheza puru, hawana kazi za kufanya. Kwa hiyo lazima tujikite zaidi katika kuona namna ya kujenga uchumi wao ili waweze kuendelea na maisha yao vizuri, licha haya mambo mengine ya kijamii ambayo tumeendelea nayo kama ya michezo na vitu vingine, lakini kwa vijana tutajikita zaidi katika kuboresha maisha yao.